Na mtazamaji wa Gift Online TV, na matumaini hujambo, karibu tuweze kujuzana taarifa mbalimbali. Na kwa siku hii ya leo tuweza kukujuza kile ambacho aliweza kukizungumza Roma Mkatoliki. Na Roma Mkatoliki ni moja ya waimbaji wa hip hop nchini Tanzania, lakini kwa sasa yuko kule manje au mambele, tunaweza tukasema hivyo. Lakini moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikisumbua sana ni kuhusiana kufunguka na kuzungumzia kuhusiana na collab ambayo alikuwa afanye na mwimbaji wa gospel ambaye hakuweza kumtaja jina, na hatimaye baada ya kujulikana kuwa ni yeye wakaweza kukataa kufanya naye collab, ambapo Roma Mkatoliki amefunguka kuhusu ugumu wa kushirikiana na wasanii wa muziki wa Injili gospel kwenye kazi za pamoja. Na kupitia ukurasa wake wa X, Roma amesema kuwa wasanii wengi wa gospel huona kuwa kushirikiana na wasanii wa muziki wa kidunia hasa hip hop kunaweza kuharibia nafasi zao katika jamii za kidini. Na Roma alieleza kuwa licha ya kueleza kuwa nyimbo hizo ni za kuhamasisha na kutoa ujumbe chanya, bado baadhi ya wasanii wa gospel hawaelewi wala hawako tayari kushirikiana nao, na akihisi wanaofia pia kutengwa na kanisa. Na alitoa mfano wa msanii wa kike ambaye walitaka kumshirikisha kama kundi la Rostam, lakini alipogundua kuwa Roma naye atahusika aliweza kukataa kwa sababu yeye kuweza kufanya hip hop, na hatimaye yeye kuweza kufanya mwenzake huyo wa kike yeye kuweza kufanya muziki wa gospel. Tumeona utofauti kati ya muziki wa kidunia na muziki wa gospel. Kwa hiyo kumekuwa na utofauti kati ya dini na dunia, na wengi wamekuwa wakipinga sana kuhusiana na swala hilo juu ya kuwa na utofauti kati ya muziki ya kidunia na muziki ya kidini. Kumekuwa na tofauti kubwa ambazo wengi wamekuwa wakiwa na wasiwasi kwamba wanaweza katengwa na dini zao kutokana na kile ambacho kipo, kwamba msanii wa gospel akiweza kuimba na msanii wa hip hop au wa nyimbo za kidunia inakuwa na utofauti, lakini ipo hivyo moja kwa moja. Lakini hata hivyo Roma pia aliweza kumsifu msanii wa gospel Walter Chilambo kwa kuwa muelewa na mnyenyekevu ambaye huwa tayari kushirikiana bila hofu. Na mjadala huu umeibua hoja pana kuhusu uhusiano kati ya muziki wa Injili na ule wa kidunia na namna ya kuvunja mipaka ya fikra ili kupeleka ujumbe chanya kwenye jamii. Na tunaelewa siku zote mwimbaji huweza kupeleka ujumbe katika jamii. Mfano kidini anaweza kaimba gospel yake nzuri ikaenda katika kutoa elimu katika jamii, lakini hivyo muziki wa kidunia na unapeleka ujumbe kidunia. Kwa hiyo kuna utofauti, na wengi wamekuwa na mashaka sana kati ya wasanii wa nyimbo za Injili pamoja na wasanii wa muziki wa kidunia, kwa sababu huweza pia wakaweza kutengwa kutokana na kile ambacho kipo. Lakini tunaona wako wasanii ambao wanaimba nyimbo za kidunia lakini wana nyimbo za kidunia lakini za kiinjili. Nikimzungumzia mtu kama Kusa, lakini pia hata Jux pia alishaweza pia kuimba nyimbo mbalimbali na wasanii wengine kadha. Kwa wengi ambao wameweza kuimba, ila hao ni baadhi tu, ikiwemo kina Fina pia waweza kuimba nyimbo ambazo ni za kidini na kidunia, yani wanaimba dini na kidunia. Kwa hivyo moja kwa moja nimeweza kukufikishia taarifa hiyo kwa siku hii ya leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima.